Firauni akaamua kumuua Nabii Musa. Alipotaka kumuua, mara alisimama mtu mmoja Muislamu aliyekuwa mmoja wa watu wa Firauni anayeficha Uislamu wake. Akasema, mtamuua mtu kwa sababu anasema Mola ni Mwenyezi Mungu, na kwa yakini yeye amekujieni kwa dalili waziwazi zitokazo kwa Mola wenu. Akasema mtu huyo mwongofu katika jamaa zake Firauni, Kwa nini mnampuuza Musa? Na kwa sababu gani mnamuudhi? Kama hamumuamini, mwacheni mwenyewe na mambo yake, msimkataze. Akiwa mwongo, basi uongo ni wake, ni juu yake mwenyewe na mambo yake, utamdhuru mwenyewe. Lakini mkamuudhi, na ikiwa ni mtume kweli, basi mtakuja pata adhabu kali. Na kama akiwa ni mkweli, yatakupateni hapa hapa baadhi ya hayo anayokuahidini kuwa yatakupateni. Enyi ndugu zangu, msidanganyike na ufalme wala majeshi yenu. Enyi watu wangu, leo mna ufalme, mmeshinda katika ardhi. Basi ni nani atakayetusaidia? Ni nani atakayetuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufika? Hakika mimi ninakuhofieni mfano wa siku za hayo makundi, mfano wa hali ya watu wa Ad na Thamud na wale waliokuja baada yao, ambao walimuasi, waliwakataa mitume wa Mwenyezi Mungu na wakapata adhabu kali. Akaendelea kuwatahadharisha na kuwahofisha na siku ya Kiyama. Na siku ya Kiyama ni ipi? Ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake na mama yake na baba yake na mkewe na mwanawe, kila mtu miongoni mwao. Siku hiyo atakuwa na jambo la kumtosha mwenyewe, hana haja ya kumwona mwenziwe. Usiwe Firauni, acha ufirauni.